Jumapili leo natamani nikuoneshe profile, ujifunze maisha ya watu ambao tunawaandikia profile. Jumapili leo tuko na profile ya mtumishi wa Bwana Pastor Ben Hinn kutoka kule Marekani. Tafadhali jifunze kwenye profile hii, mimi na wewe kwa pamoja. Karibu. Take it! Join hands quick. Join hands, I said, quick. Take the anointing! Haya ni mambo ya miujiza, ishara, maajabu, na hasa swala zima la upako. Kumbe havikuanza leo bwana. Huku watu wengi wakiwaita manabii hawa kwamba ni manabii wa uongo. Na Ben Hinn, yeye alitumia koti lake kama sehemu ya upako, na si kuuza mafuta ya upako wala keki za upako. Shalom. Profile ya leo tunamwangalia Pastor Ben Hinn. Alizaliwa mnamo Disemba 3, 1952 katika jiji la bandari ya Jaffa, ambalo kwa sasa ni moja ya sehemu zinazokamilisha jiji la Tel Aviv huko nchini Israel. Ben Hinn alizaliwa ndani ya familia ambayo kila kukicha safari za ukimbizi kwao lilikuwa ni jambo la kawaida. Siku yake ya kuzaliwa ni ukumbusho tosha wa maisha ya kikimbizi, kwani siku yake ya kuzaliwa ilikuwa ni moja kati ya siku ambazo familia yake iliamua kuweka kambi nchini Israel, katikati ya safari ya kikimbizi kutoka nchini Ugiriki na kuelekea Palestina. Mwaka 1968, Ben Hinn akiwa kijana mdogo mwenye umri wa miaka 16 pamoja na familia yake wakaamua kuhamia nchini Canada kufuatia vita ya siku 6 iliyoua raia 15,000 wa Kiarabu na takribani Waisrael 1,000. Mungu si athumani, na Februari 1972 ulikuwa ndio mwaka wa mabadiliko makubwa katika maisha ya Ben Hinn. Aliokoka rasmi mwaka huo na kuyakabidhi maisha yake kwa Yesu Kristo. Baada ya vipindi kadhaa vya sala sambamba na marafiki zake wakiwa shuleni, Ben Hinn alipewa jukumu la kutoa huduma ya kiroho ndani ya shule kwa njia ya mahubiri. Kadri alivyozidi kuhubiri Injili, ndivyo watu walizidi kumpokea Yesu. Mnamo mwaka 1974 April, Ben Hinn alipata kupokea maono ya watu wakianguka ndani ya tanuru kubwa la moto. Kisha akasikia sauti ikimwambia, "Iwapo utaukataa wito wa kulihubiri neno la Mungu, kila nafsi itakayoanguka itakuwa juu yako." Sauti hiyo ilimchanganya sana Ben Hinn, na huku akijiuliza atawezaje kufungua kanisa wakati yeye anasumbuliwa na tatizo la kigugumizi. Ingawa wanafunzi wenzake walimvumilia, Ben Hinn alipokea uponyaji mnamo Disemba 1974, siku ya kusherehekea miaka 22 tangu kuzaliwa kwake, na kwa mara ya kwanza akiwa amesimama nyuma ya madhabahu na umati wa waumini ukimsikiliza, Ben Hinn aligundua ya kwamba shida ya kigugumizi iliyomsumbua kwa muda mrefu imetoweka. Na kuanzia hapo hakuwa tena muoga wa kutimiza kazi ya Mungu ya kuhubiri Injili. Pastor Ben Hinn aliwahi kufunga pingu za maisha na mwanamama Susan mnamo Agosti 4, 1979 na kufanikiwa kupata watoto 4. Hata hivyo, ndoa hiyo iliingia kwenye misukosuko iliyodaiwa kusababishwa na tofauti ambazo hazikuwa rahisi kupata suluhu. Na ndipo Susan alipoamua kudai talaka Februari 1, 2010. Huku chanzo kikitajwa kuwa Ben Hinn hakuweza kuvumilia uraibu wa madawa ya kupunguza msongo wa mawazo
aliyokuwa nao mke wake. Hata hivyo, ndani ya muda mfupi baada ya kuachana na mke wake, Pastor Ben-Hinn alinaswa na kamera za paparazi Julai 2010 akiwa sambamba na mwinjilisti mwenzake Paula White ambaye kwa sasa anahudumu kwenye ikulu ya Marekani, muonekano wao ukiwa ni wenye utata. Kwa mujibu wa picha zilizonaswa, watumishi hao wawili walionekana wakitoka ndani ya hoteli moja jijini Roma, Italia, huku wakiwa wameshikana mikono na kuzua tetesi za kutoka kimapenzi. Tukio hilo lilisababisha mtikisiko mkubwa na mgawanyiko wa waumini wa kanisa la Pastor Ben-Hinn, ingawa yeye na Paula walikanusha vikali tetesi hizo. Pastor Ben-Hinn na Susan walioana tena Machi 3, 2013, huku sherehe ya harusi yao ikihudhuriwa na takribani watu 1,000 wakiwemo viongozi wa dini mbalimbali. Licha ya ndoa hiyo ya mara ya pili, Pastor Ben-Hinn na Susan walitengana tena mnamo Julai 2024, huku kinara wa sekeseke hilo akiwa ni Susan, ambapo yeye ndiye alienda kudai talaka, huku watu wengi wakimshangaa Pastor Ben-Hinn na maamuzi ya kumrudia mkewe. Lakini wawili hao wamefanikiwa kupata watoto 3. Kwa sasa Ben-Hinn anatimiza miaka 40 ya huduma ya kichungaji, kanisa lake likijulikana kama World Healing Center Church, yaani kanisa la uponyaji, akiwa na waumini zaidi ya bilioni 1 kwenye nchi zaidi ya 177 duniani, huku wengi wakivutiwa na ishara, miujiza na uponyaji kanisani kwake, na wengine wakimuita mtumishi wa uongo. Wengi wanamfahamu Pastor Ben-Hinn kama mwinjilisti, mchungaji, nabii, mwalimu na mtunzi wa vitabu vilivyouzika zaidi katika soko la dunia, kikiwemo kile kitabu cha Good Morning, Holy Spirit, Prayer That Get Result, Blood in the Sand na Lamb of God. Na zaidi ya mataifa 200 hufuatilia mahubiri yake akiwa live. Na hiyo ndio ilikuwa profile ya mchungaji Ben-Hinn. Kwa Ulaya ni mchungaji wa zamani sana. Kwa Tanzania tunaweza tukasema labda ni mchungaji wa kipindi kile cha kina Moses Kulola. Ni mchungaji wa muda mrefu sana kule Ulaya. Lakini Pastor Ben-Hinn kuna namna maisha yake yamekuwa ni debate leo. Sawa? Watumishi wa Bwana tunaamini kwamba nyinyi ni vioo vya jamii. Pastor Ben-Hinn, jinsi ambavyo jamii leo unasema kwamba makanisa ya kilokole yamekuwa akitumia mambo ya upako sasa kama biashara, Pastor Ben-Hinn wengi wamekuwa wakimpima kwenye mizani tofauti. Lakini kweli na sio kweli, Bwana anajua, kwa sababu alipomuita hakumuita kwenye halaiki ya watu, alimuita yeye mwenyewe. Ben-Hinn amekuwa akituhumiwa kwamba anafanya miujiza ya uongo, lakini pia Pastor Ben-Hinn yeye amekuwa na msukosuko kwenye engo ya ndoa. Wanatalikiana na mke wake, mwaka ujao wanarudiana. Tunaamini Bwana anamtumia kulingana na anavyoona ni sawa. The Spirit Show.